Tumsifu Yesu Kristo. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Na mtazamaji wa Televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo, ni kukaribisha tena katika kipindi hiki cha Utoto Mtakatifu. Leo tumewatembelea watoto wa parokia ya Mtakatifu Clara Mongo la Ndege. Ikiwa ni wakati huu wa Christmas, watoto wana mambo mengi wameandaa, ikiwemo michezo, historia ya watakatifu, kuuliza maswali mbalimbali. Karibu uungane nasi tangu mwanzo hadi tamati, tuone watoto wetu jinsi wanavyotembea kiroho na walivyokuwa mahiri katika kutuandalia walichokiandaa. Mimi ni Sister Salvina Makonde. Karibu uungane nami. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza za mtoto. Wote kwa pamoja wanamtunza mtoto. Tufurahi, shangilia kwa makofi na vigelegele. Mtoto Yesu kazaliwa. Mtoto Yesu kazaliwa. Noeli, zanena Noeli, zanena. Kengele zanena Noeli, zanena. Noeli, zanena Noeli, Noeli, zanena Noeli, sikukuu yetu. Sikukuu yetu. Milele na nyama wanamsifu Mungu. Wote kwa pamoja wanamsifu Mungu. Tufurahi, shangilia kwa makofi na vigelegele. Mtoto Yesu kazaliwa. Mtoto Yesu kazaliwa.
wa milele. Twasema hongera mama yetu Bikira Maria. Ni begani mwake na utawala wake ni wa milele. Twasema hongera mama yetu Bikira Maria. Betlehemu leo pangoni Kristo kazaliwa, tukamtolee Mwokozi zawadi zetu.
Silent night, holy night, Son of God, last pure light, radiant beams from thy holy face, with the hope of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth,
Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Utoto mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu daima. Safi kwa Yesu, safi kwa Yesu, safi kwa Yesu. Tumeupata, tuhudumishe haki na amani. Watoto, karibuni katika kipindi chetu cha Noeli. Watoto, mmejiandaa vizuri kwa ajili ya kujibu maswali? Ndio. Haya, karibuni. Ni maneno gani aliyoyasema Bikira Maria alipopashwa habari kuwa atakuwa mama wa Mungu? Tumsifu Yesu Kristo. Jina langu ni Justina. Maria alisema kwamba ndimi mtumishi wa Bwana, nitendee ulivyonena. Watoto, wamepata wamekosa? Wamepata. Pigieni makofi. Yesu apenda watoto, Yesu apenda watoto. Ni maneno gani aliyoyasema Elizabeti alipotembelewa na Bikira Maria? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Alice Robert. Elizabeth alivyotembelewa alimwambia Bikira Maria hivi: Bikira Maria, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye utakayemzaa amebarikiwa. Watoto, wamepata wamekosa? Amepata. Pigieni makofi. Yesu apenda watoto, Yesu apenda watoto. Yesu alizaliwa sehemu gani? Kwa jina naitwa Blessing John Nestori. Yesu alizaliwa Bethlehemu Pangoni. Watoto, wamepata wamekosa? Amepata. Pigieni makofi. Yesu apenda watoto, Yesu apenda watoto. Kwa nini Yesu alizaliwa katika zizi la ng'ombe? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina naitwa Beatrice George. Kwa sababu walikosa chumba cha kulala. Walikosa chumba cha wageni. Watoto, wamepata wamekosa? Amepata. Pigieni makofi. Yesu apenda watoto, Yesu apenda watoto. Nyota iliyowaongoza mamajusi ilionekana wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Naitwa Anastasia. Nyota iliyoongoza ni mashariki. Watoto, wamepata wamekosa? Amepata. Pigieni makofi. Yesu apenda watoto, Yesu apenda watoto. Watoto, tumefika tamati ya kipindi chetu cha Noeli. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza. Tumsifu Yesu Kristo, watoto wazuri. Utoto mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu daima. Safi kwa Yesu, safi kwa Yesu, safi kwa Yesu. Tumeupata, tuhudumishe haki na amani. Haya, sasa tunaingia kwenye kipindi cha watakatifu. Tutasikiliza historia fupi ya Mtakatifu Clara wa Asizi. Mtakatifu Clara wa Asizi kwa utoto wake, alafu alikuwa akipenda sana kukaa karibu na tabernakulo. Wazazi wake walitamani Mtakatifu Clara aolewe, kwa sababu wao walikuwa na maisha ya kifukara, walitamani aolewe na mwanaume tajiri, lakini Clara alikataa. Ilipofika kipindi cha matawi, siku ya sikukuu ya matawi, Clara alitoroka nyumbani kwao akaenda kanisani. Alipofika kule, alivutiwa sana na maisha ya Mtakatifu Francisco wa Asizi.
alivyokuwa anaona akisali, mavazi yake, jinsi alivyo. Kwa hiyo yeye akavutiwa na mavazi ya kitawa. Kwa hiyo akaomba Mtakatifu Francisco amkate nywele zake za umaridadi, avue nguo zake za kimaridadi, amvalishe shela la usista. Kwa hiyo Mtakatifu Francisco alifanya hivyo, akamkata nywele Mtakatifu Clara, akamvalisha nguo za kisista. Kwa hiyo Mtakatifu Clara akabaki pale kanisani akiwa anamsifu Mungu na kusali, kuabudu. Akakataa maisha yale ya kidunia, akataka maisha ya nani? Ya Mungu. Wazazi wake hawakupenda, wakawa wanamfuata Clara ili wamrudishe nyumbani aweze kuolewa, lakini yeye alikataa kata. Baadaye wakamtumia dadake anaitwa Inyasi aende akamshawishi ili Clara arudi nyumbani. Lakini alipofika pale akamshawishi Clara, Clara akamshawishi dadake, hatimaye dadake akabaki utawane. Hatimaye naye mama yake baada ya baba yao kufa naye akarudi akaja akawa mtawa. Kwa hiyo nyumba nzima wakabaki wakawa nani? Watawa. Kwa sababu ya Clara. Kwa hiyo kama Clara angekubali kuolewa, ina maana hata dada asingefika wapi? Pale shirikani. Wote wangekuwa wameolewa, lakini Clara alivutiwa na maisha ya Mungu, alimpenda Mungu, akabaki na Mungu mpaka akawa sister. Sasa niwaulize labda kitu kimoja. Kwa historia hiyo, Mtakatifu Clara alikuwa ni mtu wa aina gani? Alikuwa anapenda nini? Haya, Kamila. Tumsifie Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina naitwa Kamila. Mtakatifu Clara alikuwa anapenda maisha ya kimungu na alikuwa anamtii Mungu. Safi, tumpigie makofi. Yesu apenda watoto. Yesu apenda watoto. Haya. Ni nani hapa kati yetu ambaye angeambiwa ameshanunuliwa nguo ya Christmas, halafu anaambiwa iache hiyo, vaa shela la kisista? Nani angeweza kukubali hapo? Mnaongopa. Kwa hiyo tuone mfano wa Mtakatifu Clara, tuige matakatifu ya Clara jinsi alivyokuwa anaishi. Hata kuna ile siku ambayo alikuwa anaumwa, Waislamu waliingia kwenye konventi yao wakawa wanataka kuwaua, lakini yeye alikimbia, alienda tabernakulu, akachukua zile hostia, akashika, akapiga magoti, akasema, Mungu usiwaruhusu watu wabaya watufanye, yani watu zulu. Sisi tunakutumainia wewe. Na kweli wale watu wabaya wakawa wameondoka, wakaacha wale wanaomsifu Mungu wanaendelea kumsifu Mungu. Wao walikimbia wakaenda huko wakapotelea, hawakuwazuru. Kwa sababu ya nini? Ya imani yao. Kwa hiyo hapa tunafundishwa pia tuwe na imani kwenye msimamo wetu wa Kanisa Katoliki. Tumtegemee Mungu, tusali sana, tusirudi nyuma. Sisi twende mbele na Yesu. Labda niulize swali lingine. Mtakatifu Clara alizaliwa mwaka gani? Wote hamjui? Nipeni mji. Kwa sababu kwetu. Mtakatifu Clara alizaliwa mwaka 1194. Alizaliwa mwaka gani? 1194. Na mtazamaji wa television Tumaini, kama ilivyo kawaida, kila chenye mwanzo kina mwisho. Tumefikia tamati ya kipindi hiki cha Utoto Mtakatifu. Sina la ziada. Umejifunza mengi, kazi kwako kuwajuza na kuwafundisha watu wengine. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Ulikuwa na mimi Sister Salvina Makonde, mpaka wakati mwingine. Tumsifu Yesu Kristo.